Siku ya Ijumaa ya tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka huu 2026, ilifanyika uzinduzi wa michuano ya Swaiba Mjenzi, kwa maana ilipewa jina la Swaiba Mjenzi Cup, fanyika kwenye viwanja vya Shell Complex hapa mkoani Dodoma. Mimi kama Frank Jerry ambaye ni mchambuzi wa Open Media, nazungumzia namna ya build up nzima ya tukio, namna ambavyo tukio lilivyokuwa. Kulikuwa na utangulizi wa mechi ya mabinti kwa maana ya IGB Queens pamoja na Ludewa Queens. Mechi ilianza mida ya saa 8, na mechi kwa upande wa wasichana ilikuwa ni mechi nzuri. Kulikuwa kuna waamuzi bora ambao waliweza kuamua ule mchezo na tukashuhudia timu ya Ludewa Queens ikiondoka na ushindi wa magoli 3-2. Namna ambavyo timu zote mbili zilivyokuwa zinacheza, unaona kweli ni timu ambazo zimeandaliwa na makocha ambao wako vizuri kwelikweli, kwa sababu tulikuwa tunaona pattern ya namna ambavyo miundo ndani ya uwanja, wachezaji walikuwa wanaelewana, wanapeana pasi, wanaondoka kutokana na namna ambavyo mifumo ya walimu ambao za timu zote mbili walivyowaelekeza wachezaji wao. Baada ya mechi hiyo tukaja kushuhudia uzinduzi rasmi wa michuano ya Swaiba Mjenzi, ambayo mechi hiyo iliwakutanisha timu mbili, na timu hizo kwa maana ya wachezaji ambao walipitiwa ama walionwa na jicho la Swaiba Mjenzi kwenye michuano ya mkoa ya mwaka 2025, ambayo kulikuwa na jicho la Swaiba liko linapita kwenye viwanja mbalimbali ambavyo ligi hiyo ilikuwa inachezwa na kukusanya vijana 32, na vijana hao waligawa kwenye timu mbili, kwa maana timu moja iliitwa timu Mek Meksime na timu nyingine ikaitwa timu Juma Mwambusi. Hapo juzi siku ya tarehe 10 mwezi wa 4 tulishuhudia hao vijana wakienda kupepetana kwenye uwanja wa Shell Complex. Bonge moja la game tulishuhudia pale, na wale wote wadau ama wapenzi wa mchezo wa mpira wa miguu walioweza kufika kwenye uwanja wa Shell Complex, haya maneno nayazungumza, basi watakubaliana na mimi. Tuliona vipaji vikubwa sana, na ule muda ambao makocha walikuwa wanafanyia mazoezi ya wachezaji kweli tuliona, kwa sababu kikosi kimoja kulikuwa kuna msaidizi, kwa maana ya kikosi cha Juma Mwambusi msaidizi wake alikuwa Mark Given, alafu kikosi cha Mek Meksime mwalimu wake msaidizi alikuwa Juma Ikaba. Kwa hiyo tuliona namna gani ambavyo hawa wachezaji wa timu zote mbili waliweza kutupa kile kitu ambacho tulikitegemea tukutane nacho. Basi baada ya hapo kulikuwa kuna zoezi la walimu hao wawili, kwa maana ya Juma Mwambusi pamoja na Mek Meksime, wakiweza kututafutia ama kutafuta vijana 16 ambao Swaiba Mjenzi walikuwa wanahitaji kwa siku hiyo kuwapata, na kweli walipatikanika, na vijana wote 32 walikuwa ni vijana bora na vijana wana vipaji kwelikweli, lakini kwa sababu walikuwa wanahitajika vijana 16 na ndivyo ambao waliweza kupatikana, na vijana wote ambao walishindwa kupitiwa na mchujo ule, si kwamba ni vijana wabaya, hapana, ni vijana wazuri na wana talent kwelikweli, na ndio maana jicho la Swaiba Mjenzi liliweza kuwachukua katika michuano ile ya Dorefa na tukawakusanya vijana wakawa 32, lakini katika mchujo wa ile siku ya Ijumaa alihitajika vijana 16 na ndio ambao waliweza kuchaguliwa. Shukrani iende kwa wadau mbalimbali ambao waliweza kujitokeza. Tumshukuru afisa michezo jiji la Dodoma aliweza kujitokeza, na baadhi ya wadau mbalimbali, waandishi mbalimbali waliweza kujitokeza, na tukaona uzinduzi huo ukienda kufanyika vizuri.